Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni kauli inayofungua ungo mpya ya miaka 5 hadi pale taifa litakapoingia katika uchaguzi wake mpya. Kwa hiyo umeona matukio ya maandamano, jinsi ambavyo vijana wamejitokeza katika kufanya maandamano. Uchaguzi wa mwaka huu umeacha alama za makovu, vifo na ulemavu. Aibu kubwa sana kwa ujumla. Ni aibu kwa sababu toka nchi yetu ipate uhuru 1961 kilichowahi kushuhudiwa ni wakati ule tu wa mapinduzi ya mwaka 64 ambayo ilikuwa ni foil coup d'etat. Huku wengine wakipoteza mali zikichomwa moto na kuharibiwa na waandamanaji. Vibaya mno. Sio doa kidogo, doa kubwa. Hatuwezi kutembea tena vifua mbele na kuzungumza kwamba ni amani. Ni yapi yaliyojificha juu ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu nchini Tanzania? Japo mamlaka haijaweza kukiri au kusema na kutoa taarifa juu ya uharibifu wa mali, juu ya uvunjifu wa haki za binadamu. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, makala Afrika Mashariki hii leo tunajiuliza yaliyotokea katika uchaguzi wa Tanzania yana maana gani katika historia ya demokrasia ya taifa hilo. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni. Nasema karibu tu sote hadi tamati. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa tena baada ya tume ya uchaguzi kutangaza kwamba ameshinda kwa 98% ya kura zilizopigwa. Mchakato wa kuelekea uchaguzi huu ulitawaliwa na kukamatwa na kuzuiliwa kwa viongozi wa ukuu wa upinzani, jambo lililokosolewa na baadhi ya taasisi za kimataifa na kitaifa, ikiwemo ripoti ya hivi karibuni ya Amnesty International. Visa vya maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu viliripotiwa kuacha madhira. Baadhi ya vyombo vya habari vilikariri kuwa zaidi ya watu 700 wamepoteza maisha, takwimu ambazo hazijajibiwa na mamlaka nchini humo. Odero Chazo Odero, mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania kutoka shirika la Silao, anasema ni kwamba hali imekuwa ya masikitiko kwa sababu katika maeneo mengi, hasa katika miji mikuu, kwa maana ya mji mkuu Dar es Salaam ambao ndio mji mashuhuri, mji wenye shughuli nyingi na lango kuu la biashara kwa nchi yetu ya Tanzania na kwa ukanda wetu wa kusini na hata Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo umeona matukio ya maandamano, jinsi ambavyo vijana wamejitokeza katika kufanya maandamano, na japo mamlaka haijaweza kukiri au kusema na kutoa taarifa juu ya uharibifu wa mali, juu ya uvunjifu wa haki za binadamu, juu ya mauaji ambayo yanasemekana kwamba yametokea, hayo yote lakini ni masikitiko. Kwa hiyo ni jambo baya ambalo mimi kama mchambuzi na mtetezi wa haki za binadamu ni jambo la kulaani. Serikali ya Tanzania imekuwa kimya kuhusu idadi ya vifo na majeruhi na imeimarisha udhibiti wa mtiririko wa taarifa. Odero anasema ni wakati sasa wa mamlaka nchini humo kuweka wazi takwimu hizo. Ambacho kinapaswa kufanyika, kama ambavyo sisi watetezi wa haki za binadamu na asasi za kiraia tumeshauri na watu wengi walishauri, watu wakae meza moja, tuzungumze, tutatue matatizo. Kwa kilichomo kwa sasa, watu tukae, tutatue matatizo. Sasa masikitiko tu ni kwamba Afrika sisi tunapenda kukaa mezani kukiwa na ngeu badala ya kukaa mezani tukiwa na furaha kuzungumza. Mamlaka za Tanzania zinakabiliwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi wa wiki iliyopita, huku chama kikuu cha upinzani kikidai siku ya Jumanne kwamba vyombo vya usalama vinatupa kwa siri miili ya mamia ya watu waliouawa katika machafuko yaliyotikisa nchini humo. Na Muuliza Hamduni Maliseli anatazama vipi hali ya mambo yaliyotokea. Aibu kubwa sana kwa ujumla. Ni aibu kwa sababu toka nchi yetu ipate uhuru 1961 kilichowahi kushuhudiwa ni wakati ule tu wa mapinduzi ya mwaka 64 ambayo ilikuwa ni foil coup d'etat. Lakini kwa watu wa Dar es Salaam ndio karibu peke yao walioshuhudia jambo hilo. Haya ya kwetu ya juzi ambayo actually kitaalamu inaitwa civil unrest yalikuwa ni mabaya kwa sababu kwanza tulikuwa kota na wea, yani tulikutilizwa bila maandalizi. Kweli shibe ni mwana malevya. Tanzania tumezoea mno amani kiasi kwamba hata baadhi ya hatua za kudhibiti mambo tunazichukulia kama mzaha. Kwa ujumla tu wa kweli, vyombo vyetu vya ulinzi havikulichukulia jambo hili kwa uzito unaostahiki.
vikifikiri ni mambo ya mzaha, ni mambo ya waandamanaji ambao watakuwa na mabango, watakuwa barabarani. Of course ni maandamano ambayo yamepigwa marufuku, kwa hiyo watakuwa ni wakaidi. Mabomu ya machozi yatatosha kabisa kuwasambaratisha na kadhalika na kadhalika. Lakini kilichokuja kujitokeza ni kitu tofauti kabisa. Ilikuwa ni vita kabisa. Ilikuwa ni vita kwa sababu hawakuja na kheri, wala ndani yake mle hakukuwa na siasa tena. Kulikuwa ni vitendo vya mauaji, vitendo vya uporaji, vitendo vya kuchoma chenye kuonekana kwa urahisi na kufikiwa kwa urahisi machoni pao. Maandamano yalisambaa kote nchini Tanzania baada ya upigaji kura siku ya Jumatano ya wiki jana, yakiendelea kwa siku kadhaa, huku vijana wakimiminika katika mitaa jiji la Dar es Salaam, mji mkuu wa kibiashara, na maeneo mengine kama Mwanza na Mbeya, kupinga kile walichokihisi kuwa uchaguzi usio huru wala haki. Mchambuzi Hamduni anasema taifa hilo limetumbukia katika doa. Vibaya mno, vibaya mno. Sio doa kidogo, doa kubwa. Hatuwezi kutembea tena vifua mbele na kuzungumza kwamba ni nchi ya amani. Kabisa kabisa, ni jambo la aibu kubwa sana, na linakuja kuharibiwa na watu ambao hawakulitengeneza. Wanaharibu jambo ambalo hawakulitengeneza, lakini wanalitegemea. Kwa sababu wanataka watembea usiku saa 8, wanatoka riziki na nini. Kama amani haipo utatembeaje? Wanataka wale vizuri wakati hawajalima kokote. Wanataka wavae vizuri wakati hawafanyi kazi yoyote. Wanataka wafanye hivi wakati hawafanyi. Vitu vyote wamefanyiwa, lakini wanakuja kuleta vurugu na kusababisha mazingira mabaya kama haya. Sasa tukatai, kuna mahala serikali inatakiwa kufanya marekebisho. Hilo wala halina shaka. Yanafanyikaje? Yanafanyika kwa njia za vurugu namna hii. Ni kutengeneza mazingira ambayo yatasababisha hata vyama kuchukiwa, ama kuchukiwa na mfumo au kuchukiwa na watu. Watanzania wana tabia zao. Watanzania wanapenda amani. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, baadhi ya wanaharakati wanadai kuwa vyombo vya usalama vilikandamiza waandamanaji kwa kufyatua risasi za moto na mabomu ya machozi, na amri ya kutotoka nje kitaifa ilitangazwa. Ni sehemu wanayodai imechangia kuibuka kwa madhila makubwa. Hamduni Maliseli anasema ni hofu ya waandamanaji iliwafanya walinda usalama kutumia nguvu kubwa kwa wakabili waandamanaji ambao anawaita waligeuka kuwa waporaji na waharibifu wa mali za watu. Watu wanakuja kutokea pembezoni mwa barabara hizi kuja kuanzisha timbwili. Bana, ilikuwa timbwili. Si maandamano, hakuna maandamano ya hivyo. Kwanza watu ni wadogo, lakini pia hakuna madai yaliyodaiwa kwamba labda tunataka hichi. Hakuna bango, hakuna. Zaidi ni kurusha mawe, vunja vitu, vunja maduka, kuiba. Lakini na hakika kabisa kwamba vyombo vya dola vitakuwa vinafanya kazi, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanaonekana waziwazi ambao kwa bahati nzuri wanajulikana. Baadhi ya watu wanasema serikali inataka kukimbia mchakato huo na wao wanatakiwa kubeba lawama. Nafikiri nguvu iliyotumika ni ndogo zaidi. Pengine kwa hali halisi walitakiwa kutumia nguvu kubwa zaidi, na pengine wangetumia nguvu kubwa zaidi toka mwanzoni, hayasingeonekana. Mtandao wa interneti ulikatwa kwa siku kadhaa. Baada ya kurejeshwa siku ya Jumatano jioni, video zilisambaa mtandaoni zikionyesha miili ya watu ikiwa imetapakaa barabarani katika mji mkuu wa kibiashara wa Dar es Salaam. Magari yaliteketea kwa moto na umati wa watu ukikimbia chini ya mashambulizi ya gesi ya machozi na risasi za moto, huku picha za mnato zikionyesha waandamanaji waliojeruhiwa wakipatiwa matibabu kando ya barabara wakiwa wamejaa damu na kuchoka, huku askari waliovaa sare za kijeshi walilinda mitaa iliyowekwa chini ya amri ya kutotoka nje. Mimi naitwa Maxi Kimputu Lompungo. Kikubwa ambacho tunapaswa kuzingatia mara nyingi ni amani na utulivu, kwa sababu amani na utulivu ndio yenye kufanya mambo yanakwenda vizuri sehemu yoyote ile. Lakini pia ningeomba kwa serikali, wale ambao wameleta taharuki wachukuliwe hatua kali sana, kwa sababu serikali inaingia gharama kubwa sana kufanya matayarisho ya uchaguzi. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa yameonyesha wazi wasiwasi mkubwa ya kuitaka pande husika kujizuia. Masahala ya watu kuingia serikalini na kujitajirisha kwa mali ya umma ni mambo yanayoonekana kwa macho. Serikali iangalie. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, na kufika hapa na nukta katika makala ya Afrika Mashariki. Hii leo tumetuama na kutazama katika uchaguzi mkuu wa Tanzania yaliyojili yana maana gani katika historia ya demokrasia ya taifa hilo. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Martin Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa na uwe na wakati mwema.